Wageni wote tunawakaribisha mlioabudu pamoja na sisi. Mungu awabariki. Tutapata nafasi ya kusalimia wakati katika wakati matangazo. Lakini kipekee ni mshukuru Mungu kwa ajili ya mwanangu Grace, mama mchungaji Lamson, ambaye tuko naye nyumbani mwa Mungu leo. Kuna wengine wageni wanaweza wasifahamu, naomba mama mchungaji usimame. Na wengine wageni wanaweza wasimjue. Huyu ni mama mtumishi, ni mama mchungaji. Tumeona mahali popote unahitaji yoyote ya mama mchungaji, basi unaweza kumuona mama mchungaji Grace Lamson. Bwana asifiwe. Amen. Naweza ukaketi. Huyu ni mmoja kati ya mashujaa katika madhabahu hii. Mungu alimuinua kwenye ofisi ya nabii na alikuwa anakuja saa 10 kila siku kuomba Mungu hapa na kuiombea madhabahu ya Bwana. Tunatambua mchango mkubwa ambao Mungu alimtumia Grace kufanya kwa ajili ya kanisa letu. Sema amen. Amen. Na huyu ni mwana moto lao. Wengine mpaka nisikie wewe unasema baba, lakini huyu ni mwanangu. Ninafahamu tulikotoka, ni mwanangu. Ninaposema mwanangu najivunia kumuita mwanangu, najua ni mwanangu. Sema amina. Amen. Karibu sana mwanangu, na jisikie vizuri katika jina la Yesu. Tutakuwa naye kwa muda mwingi tu katika madhabahu hii kwa sababu ni nyumbani kwake, na wala hatukuwafanyia sherehe ya kuaga kwa sababu tulisema kabisa Lamson na Grace hapa panabaki nyumbani kwao. Tumeona Ian yuko pale na Jian, hawa tunao hapa siku zote kwa sababu wanachunga kanisa liko Kawe, ni mbali, kwa hiyo hawawezi kwenda siku zote kule. Sema amina kama umenielewa. Amen. Wapendwa katika Kristo Yesu, siku ya leo tuna somo zuri kabisa ambalo nina uhakika litakupa historia mpya katika mahusiano yako na Mungu. Siku ya leo tunajifunza jinsi ya kumpa Mungu utukufu. Unawezaje kumpa Mungu utukufu? Sote tunajua kwamba Mungu wetu ni Mungu anayependa kutukuzwa. Ni Mungu anayependa kuheshimiwa. Sasa nifanye nini ili nimpe Mungu utukufu? Miongoni mwa vitu ambavyo Mungu hawezi kugawana na mwanadamu ni utukufu wake. Utukufu wa Mungu ni wa Mungu. Usijaribu kumpa mwanadamu utukufu wa Mungu. Na ndio maana kwenye madhabahu hii labda uwe mgeni, lakini ukija kushuhudia hapa unatakiwa umtaje Yesu moja kwa moja. Achana na bla bla za kusema mchungaji, Mungu wa mchungaji, Mungu wa nani? Mchungaji ni nani? Mchungaji si chochote. Mchungaji ni chombo tu Bwana amempa. Lakini unapokuja kushuhudia hapa, taja habari za Yesu aliyemwaga damu msalabani, aliyeacha enzi na utukufu juu mbinguni. Aliyesema nitakwenda nikawaokoe wanadamu. Nitakuona haumjui Mungu sana. Ukianza kuja hapa unasema Mungu wa madhabahu hii, Mungu akatana. Nani says? Who is katana? Ni kugawanya utukufu wa Mungu na wanadamu. Ukija hapa hata kuona wa maana sana. Unaposema Yesu amenitendea, sisi sote tutampigia Yesu makofi kwa sababu ndiye aliyetenda. Sema amina. Haleluya. Watu wa Mungu, uwepo wa madhabahu ya moto lao, sifa kwa 100% ni Yesu Kristo. Amen. Sifa kwa 100% ni Roho Mtakatifu. Sio kwa ajili ya mtu wa yeyote, sio kwa ajili ya jitihada za mtu wa yeyote. Nikikumbuka wakati tunaanza, hakuna shilingi, hakuna investment zozote tulizoanza kwa tulikuwa na mtaji wa kiasi kadhaa tuanze kazi ya Bwana. Na wakati huo Pastor Kaida akasafiri, nikabaki sina hela, sina chochote, lakini Mungu kwa neema yake, kwa sababu ni madhabahu yake, akafanya mambo makubwa ya ajabu, na huyo ndiye anayepaswa kusifiwa siku zote. Ni marufuku ukija hapa kuanza kusema Mungu wa mchungaji, Mungu sijui nini. Umtaje Yesu kama alivyo, maana Mungu wetu hastahili kugawanya utukufu na wanadamu. Mtaje Yesu kama Yesu. Sema amina kama unaelewa. Amen. Sema amina kama unaelewa. Amen. Wapendwa katika Kristo Yesu, leo tunajifunza kisa cha mtu mmoja ambaye Yesu alimsifia kwa kumpa Mungu utukufu. Kisa hiki tunakipata katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu
sura ya 17 mstari wa 15 hata wa 19. Neno la Mungu linasema, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Je, Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu, ila mgeni huyu? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu, ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuponya. Hiki ni kisa cha wakoma 10 ambao walipomwona Yesu anapita walipaza sauti wakasema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Yesu akawaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba kuhani ndiye aliyekuwa anathibitisha pigo la ukoma kama limeondoka kwa mtu. Kwa Yesu akawaambia, nendeni mkajionyeshe. Na Biblia inasema walipokuwa wakienda walitakaswa, walitakashika. Walipokuwa wanatembea ukoma wao ukaisha. Wapendwa katika Yesu Kristo, Mungu wetu ni Mungu ambaye anafanya unapokuwa unaenda. Mungu wetu ni Mungu ambaye anatenda unapokuwa unatembea. Kwa lolote ambalo Mungu amekwambia, anza kutembea, anza kulifanyia kazi, utamwona Bwana akitenda. Sema amen kama unaelewa. Biblia inasema katika wale 10, mmoja alipokuwa akienda, alipojitazama akaona kitu cha ajabu. Wapendwa wangu, ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa ambao unaua neva za fahamu. Ukiwa na ukoma, hata ukiweka mkono kwenye moto huwezi ukasikia kuungua. Neva za fahamu zinakuwa hazipo. Lakini ugonjwa wa ukoma tena huwa unakula vidole. Kama mtu ana ukoma, vidole vinatafunika, vinaisha, vinaliwa. Ugonjwa wa ukoma unafanya mtu asijisikie chochote. Kwa walipomlilia Bwana Yesu kwamba Bwana uturehemu, na Yesu aliposema mkajionyeshe kwa makuhani, wakati wanatembea bado wana ukoma, Biblia inasema walipokuwa wakienda, wakati wanatembea, huyu mmoja mwenye ukoma akashtuka, akajiona amepona. Aliona wakati anatembea hasikii chochote kwenye miguu yake, mara hii anaanza kuhisi. Akiinua mguu anaangalia, anaona mguu ni wa pangu. Akikanyaga jiwe anasikia kwamba kuna jiwe. Akagundua kwamba ameponya. Kitu ambacho Mungu hakosei ni kukuonyesha kwamba amekutendea. Mwanamke mwenye kutokwa damu alipogusa upindo wa vazi la Yesu, Biblia inasema akafahamu nafsini mwake kwamba amepona msiba ule. Nataka nikwambie, Mungu atakapokuwa amesema na wewe, Mungu atakapokuwa amekufanyia kitu, ndani ya moyo wako utafahamu, leo Bwana amenitendea, leo Bwana amesema na mimi, na siku hii ya leo iwe siku ya kumwona Bwana. Katika jina la Yesu mtu mmoja aseme amen. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati wowote Mungu anapokuwa amefanya, unaona this is God. Inaweza ukawa ulikuwa unavuka barabara, lakini ulivyovuka na ulivyokoswa unaona kabisa, si mimi, si akili zangu, hapa ni Mungu, ni Kristo Yesu amenisaidia. Kwa unafahamu nafsini mwako. Kuna mambo ambayo sisahau moyoni mwangu, nimeyaandika kwenye kibao cha moyo wangu, kwa sababu ilifanya Mungu afanye yeye mwenyewe, siwezi kuyasahau. Chochote kitu Mungu ambacho amekutendea, hautakuwa na doubt, hautakuwa na wasiwasi. Huyu mtu mwenye ukoma alijua nafsini mwake kwamba nimeponywa, na alipochua nafsini mwake kwamba nimeponywa, akachukua hatua ambazo Yesu alimsifia. Alichukua hatua ambazo Yesu alisifia. Na siku ya leo tutajifunza mambo 4 kutoka kwa mtu huyu ambayo aliyafanya mpaka Yesu akamsifia. Akasema, wengine wako wapi? Hawakuonekana waliorudi kumpa
tumempa Mungu utukufu, huenda tumempa Mungu sadaka, huenda tumempa Mungu ibada, lakini kuna kitu kinaitwa kumpa Mungu utukufu. Kama moto lao tutajifunza leo kumpa Mungu wetu utukufu, tutarudi madhabahuni pake kumpa Mungu utukufu, astahiliye kutukuzwa. Sema amen. Amen. Mambo manne aliyoyafanya huyu mtu ambayo mwishoni Yesu anamsifia ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, aligundua kuwa amepona. Aligundua kuwa ameponywa. Baada ya kugundua kuwa ameponywa, ile kugundua tu kwamba kuna kitu kimefanyika kwenye maisha yangu ni chanzo, ni kina trigger, ni stimulus ya kufanya uanze kumpa Mungu tukufu. Ile tu unaweza ukahisi hapa ni Mungu amenisaidia. Maana theory liko nyingi. Unaweza ukajua ni elimu yako, unaweza ukajua ni hard work, unaweza ukajisifia. Kama mwingine unaweza ukamsifia, umependeza, anakwambia na uzuri unachangia. Yaani anajua kwamba vile alivyo kuna kitu kimechangia kufika pale. Kwa vile kwamba haujui kwamba inamchukua Mungu watoto kufaulu, vile kwamba haujui inamchukua Mungu mtoto kuolewa kwa utaratibu wa kanisa, vile kwamba haujui kwamba inamchukua Mungu kuwa mzima toka asubuhi mpaka jioni, vile kujua kwamba ni nguvu za Bwana zinatulinda tusiangamie, ile tu kufahamu ni dalili ya kwanza ya kuanza kumpa Mungu tukufu. Wengi wakiamka na kulala wanaona ni kawaida. Ndio maana mtu anayeleta sadaka ya kushukuru ni yule aliyekuwa anaumwa na amepona. Yeye ambaye hajapona, yeye ambaye hajaumwa haoni sababu, kwa sababu anaona mimi ni kawaida. Tukani kaza siku moja nilifungua kitu kikubwa sana. Akasema hivi, ni nani anatakiwa mshukuru Mungu? Ambaye hajaumwa kabisa au yule ambaye aliumwa na akapona? Ndio kuona mtu akisema na shukrani ya pekee, maana yake amepitia songo mbingo, amepitia usoroba, amesurubishwa, amepitia kisago, akapita. Akishapita sasa ndio anakuja kumshukuru Mungu. Yule ambaye ameishi kwa furaha, ameishi kwa amani, Mungu amemvusha, ni wachache wanaotambua kurudi kumpa Mungu utukufu. Nataka Mungu atusaidie sisi. Wakati wowote mambo yakienda mswano, yakienda vizuri, tuwe kama huyu mtu. Tunapogundua tu kwamba Bwana ameushika kwenye maisha yangu, katika siku ya leo, katika siku hii, tumpe Mungu utukufu. Amen. Sema amina. Amen. Ndio maana ibada za usiku ni za muhimu. Ibada za usiku za kumshukuru Mungu kwa kutwa nzima ni muhimu. Pastor Lamson siku moja nimeenda kumtembelea na mama. Tulipomaliza kufanya maombi, alichukua kikombe kimoja cha mwanzi. Kikombe cha mwanzi kina mpini kabisa. Wangapi wanafahamu mianzi? Yes. Sasa hili jina katana kwa Kinyakyusa, kikombe cha mwanzi ndio kinaitwaga katana. Sasa Lamson kwenye harusi yao kuna mtu alimtunuku kikombe kile cha mwanzi. Kile kikombe hakitumii, alitunukiwa viwili. Ilibidi nimuombe kimoja. Alinipa, ninacho. Kwa kikombe cha mwanzi Lamson hakitumii kunywea maziwa wala kunywea chai. Kikombe cha mwanzi kile ni kama chombo cha sadaka. Yaani kila usiku akifanya ibada, alafu anaweka na sadaka kwenye kile kikombe cha mwanzi. Sasa mimi sidai wala lile, nimeenda nimetembelea kufanya maombi, mara nikakuta mtu analeta kikombe cha mwanzi. Nikasema kuna nini tena hapa? Tunapenda kuna nini? Maana nilijua babake napenda mambo ya kula. Nikajua mzee ameleta nini huko, nachungulia hivi nakuta kuna fedha, noti na vichele. Nasema baba, hii ni kwa ajili ya sadaka zetu za usiku, na kwa vile kuhani umetutembelea, beba hii sadaka uweke nayo. Sema amina kama unaelewa. Amen. Haleluya. Maana yake kuna madhabahu nyumbani ambapo kila siku jua linapozama wanafanya ibada na wanamtolea Mungu sadaka.
Na hiyo sadaka ikitafika mahali, baadaye inabebwa inapeleka kwenye madhabahu ya Mungu ya kanisa. Sema amina kama unaelewa. Amen. Kwa nini? Kwa sababu ametambua kwamba hivi nilivyo ni Mungu. Wapendwa katika Kristo Yesu, tambua likichomoza jua na likazama, wakaenda watoto na wakarudi jioni, tambua ni Bwana amefanya, na uwe na nafasi ya kurudi kumpa Mungu tukufu. Maana njia zile zile ulizoenda na ukarudi, wengine walienda hawakurudi. Vyombo vile vile ulivyopanda ukafika salama, wengine hawakufika salama, walishia njiani. Kwa lazima, dalili ya kwanza kumpa Mungu tukufu, utambue kwamba ni Bwana amefanya. Alipojua kwamba Mungu amefanya, ameniponya, akageuka. Wakati wenzake wanaenda kujionyesha kwa makuhani, yeye akasema siwezi kuendelea kwenda mbele, lazima nirudi nikampe utukufu. Siwezi kuendelea, siwezi kwenda mbele. Alipokea kitu cha ajabu, akarudi. Na aliporudi alifanya mambo matatu mengine. Jambo la pili la kufanya ili kupa Mungu tukufu, alimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Kumtukuza Mungu hakuwa kimya kimya. Kumtukuza Mungu kwa sauti kuu. Unapaza sauti bila kujali. Gari limeyumba nataka kuanguka, unapiga kelele kwa jina la Yesu Kristo. Huoni aibu. Unamtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akifanya Bwana, wajirani wafuile. Maana pambio zitakazoimba, zitakazosisiwa, zitakuwa pambio za kutosha. Amenitendea tena, amefanya tena. Vyovyote Mungu akifanya, tunamtukuza kwa sauti kuu. Sauti kuu ni nini? Sauti kuu ni kumshuhudia. Sauti kuu ni nini? Sauti kuu ni kuambia wengine yuko Bwana anayefanya. Sauti kuu ni nini? Sauti kuu ni kuambia wote kwenye familia kwamba yuko Mungu wapendwa amefanya, kuna hili na hili Mungu alifanya. Ndio sauti kuu. Mungu apendezwe na muujiza kafanya kwenye maisha yako, alafu unaubana. Unataka uonyeshe ni akili zako, unataka uonyeshe ni ustaarabu wako ulio nao. Haupi Mungu tukufu. Niliokoka mwezi wa 9 mwaka wa 98. Mwalimu wangu mkuu ndio aliniongoza sala ya toba. Kila unapofika majira kama haya, ninakuwa ninasherekea miaka yangu. Nasherekea miaka 27 ya kutembea na Yesu. Ninaandika waziwazi. Sikuwa mtakatifu, niliokoka na umri mdogo. Umri mdogo, la 7 ndio naokoka. Lakini kabla ya la 7 la 6 tayari nilikuwa katoto katundu, katukutu kabisa. Mimi hapa nilikuwa tunaenda na kio shuleni, tunaweka chini ya sketi za wasichana, tunatumbulia. Ni mimi huyu. Mimi huyu nilikuwa ninasimama wakati kengele sasa ya kwenda kwetu. Kwa hiyo mwalimu, kwa heri tutaona, na kesho tunasimama lengoni tunasubiri tusichana mkipita. Tukipita tunafanya hivi. Sikuwa mtakatifu. Usinione ukasema huyu alizaliwa mtakatifu. Mtu wa ovyo. Tumatiti ndo tunaanza kwa wasichana, tunadokoa tunasema kaparachichi yake tunamenya. Hivyo. Darasa la 7. Yesu akabadilisha historia ya maisha yangu. Ninaandika makala nasema jinsi Yesu alivyobadilisha historia ya maisha yangu. Lakini kuna watu wanataka wajionyeshe vile walivyo, kwamba ndivyo walivyokuwa, hawakufanya hivi. Mimi niliokolewa kwa haraka na Yesu. Nilikuwa niko kwenye mchakato mkubwa wa kuhakikisha kabisa naonja utamu ukoje. Yesu akanikamata mapema, alinizulumu. Sema amen kama unaelewa. Amen. Ndio. Kwa nyumbani wa Mungu kuna watu wa aina mbili. Kuna watu ambao wamekula vyote. Ukimuuliza na mimi utaniambia nini? Bangira, kitu cha Arusha, kitu cha Makaledi, mimi ninakuuliza utaniambia nini? Disco zote na makasino, nilodonga mvinyo na malatino, yani vyote amekula, alafu akaokoka.
Huyu naye na ushuhuda wake. Anasema huwezi kuniambia kitu. Kuna akina sisi tulinyang'anywa mapema. Kabla tunionja hivyo, akatushika kwa mkono. Na sisi tunao ushuhuda wetu. Kila mwenye mwana hakosi ushuhuda. Usiogope kumshuhudia Bwana. Usiogope kumwambia Mungu. Ni kweli watu wananunuaga magari kwa kupata fedha. Ni kweli watu wananunuaga magari kwa sababu wamepata hela, kwa sababu wamefanya kazi. Mungu alikutendea muujiza wa gari, usiogope kushuhudia kwamba mimi sasa nitaonekanaje. Magari bwana wananunuaga wengine. Wote kwenye ulimwengu huu kila mtu ana siri yake. Kwenye siri za ufalme tukitendewa, tunarudi kumpa Mungu utukufu. Tunarudi kumpa Mungu utukufu. Tena sio kimya kimya. Tunarudi kumpa Mungu utukufu kwa sauti kuu. Wasikie majirani, wasikie kanisa, wasikie madogo, ndugu na jamaa, watoto kwenye nyumba zetu wasikie, maana Bwana ametenda mambo makuu. Tumekuwa tukifurahi. Amen. Sema amina watu wa Mungu. Amen. Chochote Mungu akifanya, lazima umrudishie Mungu kwa sauti kuu. Kwa sauti kuu. Watu mnatendewa miujiza, alafu mnaona aibu kushuhudia. Unaona aibu kushuhudia, usema hiki mbona cha kawaida tu. Hiki watu watasemaje? Watu watasema nini? Tumesema kwenye maombi. Umewaambia, umewaridhisha watu vya kutosha. Sasa ni wakati wa kumridhisha Mungu. Sasa ni wakati wa kumridhisha Mungu. Na unamwambia Bwana, ukitenda tena napaza sauti. Ukitenda tena napiga makelele. Huyu mtu alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Yote ambayo Bwana ametenda kwenye ndoa zetu, turudi kwa Bwana kwa sauti kuu. Aliyotenda kwenye masomo, kwenye biashara, turudi mbele za Bwana kwa sauti kuu. Kila eneo la maisha yetu, turudi kwa sauti kuu. Sema amina kama umeelewa. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Yaani kama wewe umepitia njia yoyote na Mungu akakuokoa, shuhudia. Sema wasiwasi. Sema niligawa uroda. Sema Yesu alinokuwa mimi niligawa uroda, nilikuwa nagawa uroda, nilikuwa napenda, lakini Yesu akanipa maji yaliyo hai. Ninabadilishwa na Yesu. Zungumza. Bwana anataka ukipaza sauti kuu yale aliyokutendea Bwana, unakuwa mtukuza Mungu. Kwa nini unamtukuza Mungu? Watu wanaposikia wanasema hakika yuko Mungu mbinguni. Wanapunga mikono yao, wanasema kweli yuko Mungu anayetenda katikati ya watu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, tunaishi katika ulimwengu wa teknolojia ambao sayansi inabadilisha vitu vingi. Moja kati ya uzuri wa mbinguni tuliokuwa tunashuhudiwa na watu ambao wameona kwenye maono na kwa maandiko, milango ya mbinguni inafunguka yenyewe. Milango inafunguka yenyewe. Ukisogea namna hii, milango inafunguka. Imefika mahali teknolojia imefanya maisha yawe rahisi kiasi kwamba watu wakasahau kwamba duniani ni wapitaji. Kuna wakati watu wanasahau kwamba yuko Mungu mbinguni. Inatakiwa watu wanaopaza sauti. Haleluya. Amen. Watu wanaopaza sauti kwamba Bwana amefanya, kwamba Bwana ametenda, kwamba Bwana amefanya hiki na hiki, wakipima kwenye mizani zao, wakipima kwenye viwango vyao, wanakuna vichwa, wanasema hakika huyu ni Mungu. Kama kansa imenyauka namna hii, kama huu ugonjwa umenyauka namna hii, hakika huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu. Haleluya. Huyu ni Mungu. Haleluya. Wakiangalia elimu, wakiangalia connection, wakiangalia vigezo, wakiangalia account ulionayo na mambo yanatokea, wanachunguza, baadaye wanagundua ni kwa sababu ya Mungu anayemtumikia. Mungu anataka jambo lolote alilokufanyia upaze sauti kumpa Mungu tukufu. Sema amina watu wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Sifa kumpa Mungu tukufu kwa sauti kuu. Mimi sijui, lakini ninachofahamu wako watu wengi ambao wanaona aibu.
Mimi ninamshukuru Mungu nimelelewa na wazee. Mzee mmoja aliyenilea wakati anafundisha somo la kumshuhudia Mungu, akatupa ushuhuda wake kama kutuonyesha sasa vijana wake mfano wa kumshuhudia Mungu. Yule mzee kutokana na uzee alikuwa amepata constipation, yani hapati choo. Kwa akawa amepata shida. Sasa ikatokea akapata choo. Alipopata choo sasa akaja kutushuhudia. Yaani kupata choo akaja kutushuhudia, akaanza. Alikuwa anapenda anasema hivi, Yesu ni mfalme, tunaitika mtawala wa haki. Nimekumbuka. Kwa nikisema Yesu ni mfalme unasema mtawala wa haki. Yesu ni mfalme, mtawala wa haki. Yesu ni mfalme, mtawala wa haki. Akasimama baba. Akasema wapendwa, ninamshukuru Mungu. Nilikuwa nimeteseka wiki nzima hili siendi choo. Lakini nilipomuomba Mungu, Mungu amenisaidia. Watu wa Mungu, nimeenda chooni. Akasema Bwana, nilipokaa nimesikia raha. Sasa tunamwangalia jinsi mzee alivyo na jinsi alivyokaa chooni na jinsi alivyoshusha gogo, tunamwangalia. Lakini nini? Hataki kuficha utukufu wa Mungu. Hata kama umetendewa kitu ambacho unaweza kaona aibu kukisema, lazima tupaze sauti. Baba yetu yule alikuwa anapaza sauti, anasema Bwana amenitendea jambo hili na jambo hili. Mungu ukifanya hivyo, Yesu atasema hakuonekana mtu aliyekuja kumpa Mungu mtukufu ila Msamaria huyu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni jambo gani, ni mambo yepi ambayo Mungu ameyafanya ukashindwa kumpa Mungu mtukufu. Kwa maana ukisikiza vizuri, mimi nakwambia kabisa nilifeli darasa la 7. Nilifeli. Sikuweza kuendelea. Lakini Yesu akaja kanitoa kule. Yaani kuna watu wanataka wawe smart. Yaani anataka aonekane smart. Yaani hataki kuonyesha ni wapi Yesu alipombadilisha. Nilikuwa na ukoma, Yesu ameniponya, narudi namtukuza Mungu kwa sauti kuu. Anapita narudi, anasema enyi watu wa Israeli, mlikosea, siku zote mnanitenga, mnanifanya nikae peke yangu, lakini Yesu ameniponya. Ukoma kwa heri. Anawaambia ukoma, wewe ukoma umeshindwa kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Anatembea, anamtukuza Mungu kwa sauti kubwa, kwa sauti kubwa. Unamtukuza Mungu kwa sauti kubwa. Jambo lolote ambalo Mungu amefanya kwenye maisha yako, unamtukuza Mungu kwa sauti kubwa. Sema amen. Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Inua mkono wako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Unisaidie. Unisaidie. Kuanzia leo. Unipe macho ya kuona. Unipe macho ya kuona. Matendo yako makuu. Matendo yako. Na unipe neema. Na unipe neema. Ya kupaza sauti. Kukurudishia utukufu katika jina la Yesu. Yes, Lord. Yes, Lord. Nini kinatokea unapopaza sauti kumpa Mungu utukufu? Watu wengine wanasikia sauti yako, wanavutwa kumjia Yesu. Na ndio maana Yesu akasema matendo yenu na yawe wazi mbele za watu, ili watu wayaone, wamtukuze Mungu aliye mbinguni. Lazima kuwepo tofauti kati yetu sisi tunaomcha Mungu na wale wasiomcha. Lazima kuwe na tofauti. Haleluya. Amen. Lazima kuwepo na tofauti kati ya watu wanaomcha Mungu na wale ambao hawamchi Bwana. Wale wana utaratibu. Wanajua kusikia wataalamu. Waganga wa kienyeji wanawaita wataalamu. Wanawaita mtaalamu. Na yuko tayari mtu amlipie mtu fedha. Twende nikupeleke kwa mtaalamu wangu. Juzi hapa nimekuja mtu analia. Unajua hapa moto lao, moja tofauti yetu sisi na wengine. Hapa kanisa liko wazi siku zote za wiki. Kwa nini? Kwa sababu tupo. Na ndio maana Mungu akaona neema
Nafikiri nimeona hivi viti nimetoka mbali. Nimetoka mbali. Nafikiri bwana alipoona watu wanakaa hapa muda wote na mwangalia kama face kila siku nasema baby ninaenda ofisini ananicheka. Sasa ofisini. Sasa naona viti vya ofisi sasa nafikiri ndio naelewa vizuri. Kwa mimi nakuwepo ofisini hapa kwenye madhabahu ya Mungu. Watu wanakuja kutubu. Wao sio sali hapa kuja nyumba ya Mungu. Na unajua watu wengine kwenda kwa baba yake anaona kazi. Maana baba mmoja lao na mwanaka mchungaji na kipilipiki chekundu, ngoja niende nikatubu. Kwa anakuja kutubu. Sasa mmoja anakuja anazungumza jinsi ambavyo alikuwa ameumwa. Wakati ameumwa ameenda kwa wifi yake ambaye anamjali. Sasa wifi yake alikuwa ni mtu wa waganga. Alipofika tu alimjua kwamba huyu nikimwambia twende kwa mganga haelewi. Akambebelea, kampeleka. Kafika huko. Yeye anajua kwa mganga lakini kutokana na ushawishi wa yule mwingine kambebelea mpaka kaingia kwa mganga. Lakini sasa moyo unaanza kuuma. Moyo unaanza kuumia. Anaanza kutafuta toba. Nini namaanisha hii? Namaanisha kwamba tuwe aggressive. Kuambia Bwana jinsi mambo ametenda. Kwa wiki hii kuna mambo kwa Mungu ametenda. Kama hiki. Nimekuja juu ya bajaji, nimefungwa na karatasi zake. Na tunayo kawaida kuuliziaga thamani ya sadaka ni 600,000. Ni 600,000. Thamani ya sadaka. Nimekuja kutoka mbali asali hapa na hata sijui alijuaje hatuna hivi lakini Bwana akamtumia. Huo ni muujiza wa kwanza. Muujiza wa pili mkubwa, kuanzia Jumatatu kulikuwa na mabinti. Sio ratiba ya kanisa, sio chochote kilotangazwa. Mabinti wako hapa wanafunga 3 kavu siku na mchana. Wanamlingana Bwana. Piga makofi kwa ajili yao. Ladies wako wanamsukuma maombi. Alafu mtu anakuja anasema Mungu wa mchungaji Katana. Sio Mungu wa mchungaji Katana, ni Yesu mwenyewe amewagusa, maana mimi sikutangaza mambo haya. Hapa tunasema unapokuja unakuja kukutana na Kristo. Na ndio maana ukimesa ukifanya fyongo utakutana na yeye aliyemtawala madhabahu. Tungeichukua madhabahu hii kwamba ya kwetu sisi ndio tunagaramia, tunawaza hivi viti. Kwa taarifa tu, hii mimbali sio wachungaji wamenunua. Maua watu wameleta. Yaani Mungu anagusa watu kila eneo. Tayari kuna faili kwa mchungaji Kaiza la feni, lakini walioahidi kabla hawajaanza nina taarifa leo kuna feni zinaingia ambazo bado hazijaingia kwenye orodha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na pale kuna kifurushi kingine nafikiri kina mambo mengine. Mchungaji anatoa nafasi ya kukisemea. Sisi sio wamiliki. Hatuna hati miliki ya madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya Mungu tunapiga magoti kama unavyopiga magoti. Tunatoa zaka kama unavyotoa zaka. Ili haya tunayoyafundisha yasipokusaidia wewe yatusaidie sisi wenyewe. We are not here to teach you. Tuko hapa kujifunza pamoja na wewe. Maana Yesu Kristo ndio kuhani mkuu. Sema amina kama unaelewa. Amen. Sema amina kama unaelewa. Amen. Watu wa Mungu, kupaza sauti kuu ni jambo la msingi katika kumpa Mungu tukufu. Twende jambo la 3. Jambo la 3 alilofanya huyu mtu, alianguka kifudifudi miguuni pake. Alianguka kifudifudi miguuni pake. Kifudifudi kinakuaje? Kifudifudi ni namna hii. Akaanguka kifudifudi miguuni pa Yesu. Kifudifudi ni kulalia tumbo na uso wako umeangalia sakafu. What does it mean? Inamaanisha mimi nina vumbi na mavumbini nitarejea. Mimi ninalala, Yesu simame. Ninamaanisha mimi sina nguvu, ila wewe Bwana ndiye mwenye nguvu. Ndio maana uwe na taratibu. Wakati mwingine kwenye maombi yako
mambo ya kugeuka na kupiga ngumi kila wakati na kutembea. Wakati mwingine piga magoti, sujudu. Wakati mwingine sijda itokee, sio ya Kiislamu, ya Kikristo. Wakati mwingine ulale chini, kwamba Bwana, kwa hayo uliyonitendea ninakusujudia. Kuna nafasi ya kumpa Mungu tukufu kufuatana na mkao unaokaa. Kwenye masuala ya kiibada, mkao unaokaa nao mbele za Mungu unayo nafasi ya kuonyesha ibada. Ndio maana kama upo kwenye ibada, message inaitwa unaenda kuipokea, wewe hujaanza kujua kumpa Mungu tukufu na huwezi ukapokea. Haleluya. Wapendwa, mambo yanayotokea ukipewa macho ya kuyaona wakati wa ibada. Mama Junior, nabii wetu, naomba usogee hapa mbele. Mpe mic Mama Junior, tuambie jinsi gani malaika wanapokuwa wanatuhudumia tunapokuwa ibadani. Ndio pata nafasi ofisi ya nabii izungumze. Yaani ukipata nafasi ya kujua moto lao, tunapoona watu wanalia, watu wanasujudu, vitu gani vinakuwepo hapa kwenye madhabahu ya Mungu. Joto huko. Tunamshukuru Mungu, moto lao tuna ofisi ya nabii inayotanguliwa na kuwekewa mikono na mchungaji. Karibu tuambie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante Yesu kwa kunipa nafasi hii. Najua kwa mchungaji. Yesu asifiwe. Amen. Wakati tunapokuwa wakati maombi ya asubuhi, tunapoabudu au tunapoingia kwenye maombi au katikati, ni pale ambapo unaomba, kuna malaika ambao huwa wanakuja kuachiwa, na anaachiwa kwa yule mtu ambaye anakuwa na utayari. Kwa hiyo malaika wanakuwa wamesimama, wanaangalia nani ana utayari. Kwa hiyo kwa yule mwenye utayari, malaika anaenda anafanya kitu kwake. Mchungaji Kaiza anaposema kwamba anaona uwepo wa Mungu, ni kwamba malaika sasa wanakuwa wameshushwa kwa ajili ya kufanya lile jukumu ambalo Mungu amewatuma kwa ajili ya watu wake. Kwa hiyo akishuka, akikukuta kwamba wewe unawaza nyumbani, unawaza chochote, malaika adili na wewe, anafanya kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ndivyo hivi jinsi inavyokuwa. Kwa hiyo ukiwa connected na malaika, nao wanakuja wanakuhudumia. Ukilala na malaika anaenda kwa yule mtu ambaye ana uhitaji, yani moyo wake ameshauachia. Ukija kwenye nyumba ya Mungu ukiwa na mawazo mengine tofauti, malaika aweze akakuhudumia. Kwa hiyo mchungaji anaposimama au mhubiri anaposimama anasema pokea. Na wewe umetoka nyumbani, namba moja umejitune, ninaenda kanisani, sitarudi kama nilivyoenda. Umezima simu yako. Umekaa na mtu asiyekusemesha. Visitation inapotembea, utafahamu nafsini mwako kama umepokea. Unaondoka na utomvu na ubichi. Na nataka niwaonye, mtu yeyote anapofanya huduma, upo kanisani, stop, usizungumze, usifungue kinywa chako. Kwa mfano, huduma kwa watakatifu wanagawa bahasha. Huo sio muda wa kumtania umependeza. Huo sio muda wa kumwambia, yani anapofanya hiyo ni huduma. Anakupatia bahasha ni huduma. Huo sio muda wa kwanza kunong'ona. Awe mwenyewe wa huduma ya watakatifu na yeye kwanza kusema heshima na nidhamu. Tuko mbele za Bwana. Ni huduma, yani yule anapofanya, mtu yote anapokuhudumia ni sawa sawa. Ni mchungaji kupitia huyo mtu anakuja kukuhudumia. Amen. Sema amina. Amen. Yani mchungaji ndio amekuja kukuhudumia wewe, kukupa bahasha, kwa sababu hawa wote wamepewa mamlaka kutoka madhabahuni. Vile unavyoliheshimu neno la Mungu, mheshimu yule mtu anapokugawia bahasha. Heshimu, acha kunong'ona. Usikae kama na mtu ambaye anakusemesha. Na ndio maana njia mojawapo ya kupokea kwa urahisi ni kukaa viti vya mbele hivi. Kaa mbele, kaa karibu. Wewe jaribu kwanza kama zingekuwa zimegawiwa hela hapa. Alafu kama mama Lili angekaa kule nyuma, lazima tu angejipenyeza, sogea hapa mbele. Viti vya mbele, hakuna mtu, sisi hatuna viti vya special people. Hakuna mtu ambaye amewekewa hivi viti. Kwa nini ukae kule mbali? Unamuonea haya Yesu. Unaonea haya Injili.
Kwa sababu kama una kiu, utakaje kule bado? Kiu haipo. Moja kati ya dalili za kiu ni kukaa karibu iwezekanavyo. Kwamba Bwana, Mariamu aliketi miguuni, kulikuwa na viti, kulikuwa na majamvi, angeweza kukaa pembeni kwenye kona, lakini Mariamu aliketi miguuni pa Yesu. Alipoketi miguuni pa Yesu, Yesu akasema, na Mariamu amechagua fungu jema ambalo halitaondolewa. Wapi ni miguuni pa Yesu? Mbele. Vya mbele vimekaa, na ile mbele imekaliwa nyuma yake. Nyuma yake imekaliwa nyuma yake, lakini mbele. Utaonaje watu ambao, utajuaje kwamba watu hawa hawajui kupa Mungu utukufu? Ni pale mtu amekaa na kiti kilicho wazi kiko mbele yake. Na wale wazazi excluded. Wazazi wanakaa nyumba hiyo iwe nice kuonyesha. Kwa hiyo kama umekaa mahali na mbele yako kuna kiti kilicho wazi, ni dalili ya kutosha hautaki kukaa miguuni pa Yesu. Unaogopa kukaa miguuni pa Yesu. Unataka ukae pale. Kwa mapenzi, kuna mapenzi ya Bluetooth. Sisi tunafundisha mapenzi kwa wanandoa, mapenzi ya Bluetooth tunayapinga. Mapenzi ni ukaribu. Mapenzi ni kukumbatiana. Mapenzi ni zero distance. Unapotaka mapenzi na Mungu, zero distance. Miguuni. Nifikiri unapata aibu, utasogea kiti chako. Yaani neno la Mungu tumesema tunaanza kupokea leo kwenye maombi. Yaani anza kupokea leo. Angalia kitu kilicho mbele, sogea. Aliketi miguuni. Ana admire. Ai Mama Ruta, I can see you. Yaani nakaa nyumbani kwa Mungu kama sio kwenu. Yes, namna hiyo. Naongea mpaka taketu. Elolie. Mama mwenyekiti, unakuwa bado hujatenda. Hichi bado kiko wazi hicho mbele. Thank you. Yes. Watu wa Mungu, tuna kiu na Baba. Tunaketi miguuni pake. Sema na mtumishi wako anasikia. Sisi tunaopenda simu, tukienda kwenye vikao hatukai mbele. Kwa sababu kikao kikiwa kinaendelea atakuwa anaangalia simu. Kwa hiyo kwenye vikao tu hivi nini unakaa ili hata angalau unakaa uhuru. Ukikaa mbele hivi unakuwa na concentration kwa Mungu wako inakuwa kubwa, ni kumpa Mungu utukufu. Akarudi, akalala kifudifudi. Hakuweza kusimama mbele za Yesu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake. Akaanguka kifudifudi miguuni pake. Ihesabike umeanguka kifudifudi miguuni pa Mungu kwa kufanya mambo mepesi kama haya. Ninaenda nyumbani mwa Mungu, ninakwenda smart. Najiandaa kwa kufua nguo zangu, kwa kunyosha nguo zangu, kwa kuwa safi kama naenda kwenye interview. Najiandaa kwa maombi mengi, Bwana ukaseme na mimi. Najiandaa. Kanisa ni mahali pa kwenda unatafuna jojo. Tafuna bigiji ndani kanisani. Sio. Kanisani ni mahali ambapo unaenda kwa heshima. Unaketi miguuni pa Bwana, unatega masikio. Huyu mtu akaanguka kifudifudi. Sema amina kama unaelewa. Amen. Watu wa Mungu, miguuni pa mitume kulikuwa na vitu viwili vinafanyika. Cha kwanza, matoleo yote, sadaka zote, mema yote yalikuwa yanafanyika miguuni pa mitume. Mafundisho mazuri yalikuwa yanafanyika miguuni pa mitume. Ndio maana unaweza kuona Paulo anasema nililelewa miguuni pa Gamalieli. Tunaposema miguuni pa, maana yake unafuatilia kwa umakini vitu vinavyoendelewa. Kama unalelewa madhabahuni hapa, maana yake you don't stay far. Haukai mbali, unakuwa karibu. Na unapokuwa karibu inakuwa rahisi kusikia kutoka kwa Bwana bila makelele mengine. Ukisinzia utasinzia hapa. Hapa huwezi kusinzia. Yaani pepo usingizi mwenyewe naona aibu. Kwa nini?
uko karibu, uko miguuni. Kwa sababu miguuni palikuwa na mambo mawili, kulikuwa na mema, lakini Anania na Safira nao walianguka miguuni. Kwa ndio maana ukiwa miguuni unakuwa na attention, kwa sababu kuna baraka au kuna praise. Haleluya. Tunawezaje kumrudishia Mungu utukufu? Namba moja, kwa kufahamu kwamba Bwana ametenda. Namba mbili, tunamrudishia Mungu utukufu kwa kumtukuza kwa sauti kuu. Namba tatu, tunaanguka kifudifudi, tunaonyesha respect kifudifudi ndani ya moyo, kifudifudi ndani ya mwili, tunaanguka kifudifudi, tunashuka chini ili yeye Bwana ainuliwe kama praise walivyotuongoza. Unashuka kifudifudi ndani ya moyo wako kwamba sio mimi, ni Yesu amefanya, ni Yesu ametenda. Sema amina. Haleluya. Na ndio maana tumejifunza. Kuna wakati unajifunza na kuelewa kwamba hata tunapokuja kanisani, sisi ambao tunafahamiana, tunajuana, hadi nyumbani tunajuana. Tumemaliza ibada hapa, mchungaji anasema salimia mwenzako, mmekamatana nyinyi wawili mnaofahamiana, alafu kuna mtu mwingine mgeni mmemwacha. Ni makosa. Nafikiri kwenye darasa la utenda kazi tunajua tunapaswa sisi ambao tunafahamiana hata tuonekane hatujaliani. Sema amina. Watoto wakubwa waga wanaonaga patakatana na patakaiza hatujali. Kweli. Mwenyekiti wa mama, mimi najua baadaye tutawasiliana tu, hata tusipo salimiana kanisani tutawasiliana, lakini kuna mtu ambaye hatuwezi kuwasiliana, akiondoka ndo ameondoka. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie tunampa nani attention. Ninamshukuru Mungu, niliona mbegu ya madhabahu ya moto lao inazidi kuota kila moyo wa mtu. Ninaona mbegu za kujaliana, ninaona mbegu za kupendana, naona mbegu za kuleteana zawadi. Mungu azidi kuwatunza katika neema hiyo, katika jina la Yesu. Sema amina. Haleluya. Ndio. Tukumbushane, Mungu yupo upande wa wanyonge. Yoyote ambaye ni mnyonge, yoyote ambaye ni dhaifu, Mungu ndio yuko upande wa dhaifu. Ndio maana sisi wachungaji wenu mnaweza kutuona tunavyohudumia watu. Hatuangalii sura ya mtu, tunaangalia Mungu ndani ya mtu. Na mtu aliye dhaifu ndio tutampa kipaumbele. Yaani ukija ofisini kwangu, ukaja wewe ninayekujua, ukaja wewe, wewe lazima utasubiri. Tutaanza na yule ambaye hafahamiki. Naifahamika, subiri. Wewe subiri bwana. Tunaanza na ambaye hafahamiki. Tunaanza na aliye mnyonge. Sema amina kama unaelewa. Hiyo ndio Kristo. Hiyo ndio kanuni. Ndio kanuni ya Kristo. Aliketi na walio wadhaifu, aliacha Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa nani? Mafarisayo walikuwa ni makuhani. Walikuwa ni watu wenye msimamo mzuri wa dini. Tofauti ya Mafarisayo na Masadukayo ilikuwa hivi. Mafarisayo walikuwa wanamwamini Mungu na wanaamini utawala. Yaani kwamba mimi ni mwana wa Mungu, lakini pia nataka kuchukua serikali. Walikuwa wanaamini kwamba wanataka kutawala na serikali. Masadukayo wao walikuwa wanaamini ukiwa kwa Mungu ni kwa Mungu peke yake. Kwa hiyo tukisema Mafarisayo walikuwa ni watu ambao wanaheshimika katika serikali. Lakini Yesu Kristo aliwaacha hao na heshima zao. Alienda kwa watoza ushuru, alienda kwa kina Zakayo, alienda kwa kina Mariamu Magdalena. Aliwajali wanyonge. Mtu yeyote anayetokana na Mungu atawajali wanyonge, atawajali wadhaifu, atawajali wasio na sauti. Huyo mtu yule ametokana na Mungu. Haleluya. Wewe niwaambie siri moja. Jumapili kama 3 zilizopita tuliona familia moja imesimama hapa na watoto kama 7. Wote wameokoka. Kwa nini wale watoto wengine walienda, hatukushuhudia sana, lakini wengine walienda kule Kigoma walikuwa ni Waislamu. Watoto ni wa Kiislamu. Wengine Chapombe.
Lakini walipoenda kule wakiwa kwenye maombi, Mungu akaanza kusema nao kwa habari ya madhabahu ya moto lao, kwa mtu ambaye hata madhabahu hii haijui na wala hajui. Akaanza kuambia, kanisa la watu hawa ni la kweli, wachungaji wa mahali pale ni watu wangu, ni watu ambao hawaangalii mtu, wanajali watu, wanaheshimu watu. Wanasikiliza, wamekaribishwa kanisani na mama yao, hawaji. Unabii uliotoka Jumapili iliyofuata, dada mkubwa akaja. Dada mkubwa ameolewa na Muislamu, akaja baadaye. Ndio siku ile wamekuja kutoa ushuhuda hapa wote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapenda watu wenye mioyo iliyoshuka, iliyosujudia, iliyokuwa chini. Sema amina. Amen. Haleluya. Ndio Mungu anapenda watu ambao wapo kwenye ufalme, sio kwa sababu ya manufaa yoyote. Ndio maana hauna kitu unaweza kutuumiza sisi, because we are here to serve like you. Yaani sisi hapa wachungaji hapa tuko kama wewe, yaani tunamtumikia Mungu, tunapambana, tunakomaa kama unavyokomaa kumtumikia Mungu. Hatuko hapa kutaka chochote kutoka kwa mtu awaye yeyote. Tuko hapa tuongoze watu kumpa Mungu tukufu. Haleluya. Hata kama wengine wamefanya nyumba ya Bwana kama biashara, tutaonekana sisi mbele zake, naye atasema, sikuwapa neema makanisa yote, sikuwafia makanisa yote. Hawakuonekana wengine waliorudi kumpa Mungu tukufu, isipokuwa hawa moto lao tutabaki kumpa Mungu tukufu. Piga makofi kwa Yesu. Haleluya. Na binti zetu watampa Mungu tukufu, vijana wetu watampa tukufu, wanawake watampa Mungu tukufu, wanaume watampa Mungu tukufu, na hata watoto wadogo watampa Mungu tukufu. We are here to give the glory to the most high God. Tuko hapa, tutampa Mungu tukufu, tutampa Mungu tukufu. Tutasifiwa kama yule Msamaria. Yesu anasema hawakutakaswa wote 9, hawakurudi kumpa Mungu tukufu, isipokuwa Msamaria huyu. Hiyo sifa tunaitafuta, na imeanza kuwa. Tunazo salamu nyingi sana kutoka mahali. People they admire to be here. Wangetamani. Kuna wengine hapa wanaambiwa na waume zao hawaji kanisani, lakini mume anamwambia hivi, wachungaji wenu wanawalisha vitu vizuri, lakini watu wanaelewa kweli, wanasikia, yaani wewe unazungumza hajawahi kuja kanisa. Watu wa Mungu, kama ukiulizwa mahali popote moto lao wapo kwa ajili ya nini, wajibu hao watu waambie, wale watu wamekuwepo pale ili kumpa Mungu tukufu. Lengo kubwa la madhabahu hii, maadamu ipo, ni kumrejeshea Mungu tukufu na kumtukuza Mungu. Yeyote ambaye utatumika kwenye eneo lolote, yeyote ambaye Mungu atakuita kwenye eneo lolote, popote utakapokuwa, kumbuka jambo hili ni mahali pa kumrejeshea Mungu tukufu. 4 na mwisho, jinsi ya kumpa Mungu tukufu. Namba 1, unagundua kwa Mungu ametenda. Namba 2, unamtukuza kwa sauti kuu. Namba 3, unaanguka kifudifudi miguuni pake. Na namba 4, Biblia inasema akamshukuru. Ndio kale ka wimbo, Baba nimerudi tena, Baba nakushukuru. Wengine sijui, anaposema wengine sijui ni wale 9 wale ambao hawakurudi. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimerudi kukushukuru. Yaani wale wengine 9, huyu Bwana aliporudi kwa Bwana Yesu, wakati Yesu anamuuliza, anamwambia hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wako wapi? Yule Bwana anasema, mimi wale wengine 9 mimi sijui, habari ya watu wengine mimi sijui, lakini mimi Bwana nimerudi kukushukuru. Ninakushukuru. Akaanza kusema, vidole vyangu vilikuwa vinaishia,
Leo Bwana vinaishia, naona vimechipuka, vimeota. Anasema Bwana ninakushukuru. Wale wengine mimi sijui. Nisikilize mwanangu ulioko kwenye madhabahu hii. Habari ya wengine wewe haujui. Wewe unachopaswa kukichua ni kumrejeshea Bwana utukufu. Usimwangalie mwingine hata kama mnasali pamoja naye. Niliwaambia wiki iliyopita, dalili ya pambo na mabudu Mungu inatakiwa hawa watakatifu wenzako waseme na wewe umezidi, na wewe umepitiliza. Katikati ya watakatifu, katikati ya watu na wabudu pamoja nao, waseme wewe umezidi, wewe ni mtumishi wa Mungu. Acha kujiachia, acha kuangalia wengine sijui, ila mimi nikukushukuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Mama mchungaji Kaiza hapo simama. Leo nimerudi leo. Yesu, nakumbuka tuliwahi kuimba. Naomba president tusimame tuimbe wimbo huo, tumrudishie Bwana utukufu kwa kumshukuru. Unapomshukuru Mungu, nini kinatokea? Unapokea neno la mwisho. Wale wengine 9 hawakupokea neno la mwisho, lakini huyu aliambiwa inuka. Alimwambia inuka. Wakati amepiga magoti huko chini, aliambiwa inuka. Maana yake nini? Unaporudi kumpa Mungu utukufu, Yesu anakuinua. Alimwambia inuka. Tunaporudi kumpa Mungu utukufu, Bwana atatuinua. Bwana atatuinua. Bwana atatuinua. Bwana atakuinua. Tutaimba huu wimbo wa kumpa Mungu utukufu. Na baada ya hapo umejifunza njia 4 ya kumpa Mungu utukufu. Utapa Mungu utukufu. Yes. Karibu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yesu, nakushukuru, wengine sijui.
tutaendelea kwenye sadaka. Ukiwa umesimama, fuatisha maneno haya. Sema, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu. Kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Turudie mstari wa mwisho. Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Funga macho yako. Bwana wa Mungu Yesu Kristo, nimesimama mbele ya watu wako, nimewaambia maneno haya uliyoyafanya wewe mwenyewe. Maneno haya ni amina na ni roho, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, maneno haya yakaote mioyoni mwetu, ikafahamike ya kwamba Bwana, katika madhabahu hii wa kutukuzwa ni wewe. Sisi tupungue, wewe uongezeke. Wachungaji tupungue, wewe Yesu uongezeke. Kwa vinywa vya watoto wako katika madhabahu hii, wakajue kukutukuza wewe, wakajue kurejesha utukufu kwako. Bwana, asante maana huyu mtu aligundua kwa umemponya. Asante maana alirudi kwa sauti kuu. Asante maana alianguka kifudifudi na akakushukuru. Nasi mchana wa leo tunarudi miguuni pako. Hebu inua mdomo wako sasa, kinywa chako, rudi miguuni pa Bwana tena. Rudisha utukufu, rudisha utukufu kwa sauti kuu. Rudisha utukufu kwa sauti kuu. Tunarudisha utukufu, tunarudisha utukufu. Utukufu kwa sauti kuu. Tunarudisha utukufu kwa sauti. Rakatabayanda, rakatarabaya, reketereboyanda. Bwana, tunarudisha utukufu. Vile unavyogusa watu mioyo yao, vile unavyogusa watu kuomba, kufunga katika madhabahu, vile unavyogusa watu kuleta zawadi katika madhabahu, unavyoinua vijana wa kiume na wa kike, unavyowapa ajira na kazi, unapowapa ndoa vijana wetu. Bwana, umekuwa na maisha yangu, umenisaidia Bwana, umeniwezesha Bwana, umeniwezesha Bwana. Rekete morakataya, rene mosadabaya, reteteri amanda, rekere mosakayanda, ribo sekere moya, riamama sandaraboshia. Ninakushukuru Bwana kwa ulinzi wako, kwa wokozi wako, kwa ajili ya nguvu na utukufu wako. Baba, ninakupa utukufu. Baba, ninakupa utukufu. Yesu, nikigusa mkono wako, ninakupa wewe utukufu. Bwana, umeniokoa na ajali, umeniponya, umeniwezesha na kunivusha. Baba, pokea utukufu, pokea utukufu, pokea utukufu. Sema na utukufu, na kazi yako itaendelea. Bwana, jitukuze, jitukuze moto lao, jitukuze Ndege, jitukuze Kigamboni, jitukuze Dar es Salaam, jitukuze Tanzania, jitukuze Afrika na duniani kote kutokea hapa. Jitukuze Bwana. Tunaahidi kila utakaolifanya tutarejesha utukufu. Tutarejesha utukufu kwa jina la Yesu. Bwana, ziko sadaka tunakwenda kuzitoa, ziko zaka tunakwenda kutoa, kwa sababu tumejua, kwa sababu tumefahamu. Sadaka zetu zipokee, zaka zetu zipokee, shukrani zetu zipokee. Upokee sadaka zetu Bwana, upokee zaka zetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunapokwenda kukutolea, hakika udhihirike wewe, hakika uonekane wewe Bwana. Mungu, neno hili likawa limeanguka kwenye udongo mzuri, likaote na kuzaa matunda, tukawe watu wa kurudisha utukufu kwako, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Karibu tumtolee Mungu, tumleleshe Bwana shukrani.